imeandikwa sala ya Musa. Amen. Amen. Alivyoona ya kuwa wana wa Israeli bado wanazidi kumkasirikisha Mungu, ilibidi awe anasimama kama intercessor kwa ajili Mungu asiwapige. Amen. Amen. Kwa sababu ukiendelea hapo mbele kwenye Zaburi 106 wanasema Mungu akawafanyizia matendo mazuri, akawatoa pia jangwani, wakamshangilia lakini wakazisahau matendo mazuri ya Bwana. Amen. Wakamjaribu nyikani, wakamuomba mambo mazito. Amen. Alafu Biblia inasema akawapa walichokitaka, lakini akawapondesha roho zao. Amen. Kwa sababu inawezekana katika siku za mwanadamu duniani unaweza ukampendeza Mungu na unaweza pia ukamchukiza Mungu. Asa sala hii ndio inaonyesha kwamba Mungu yule ndiye anayeleta mtu duniani na anamrudisha pia mavumbini. Yaani kwake ni neno tu kama kutia paf, umesharudi mavumbini. Akiamua tu umesharudi. Amen. Sio kama nyumba, labda tukasema nyumba kuibomoa, labda walete chuma za aina fulani, walete sijui ngazi, walete vitu fulani. Amen. Na inaweza ikawachukua kama vile kuna nyumba moja niliona huku ina floor sijui 40. Hawezi ukaibomoa kwa dakika moja. Amen. Lakini Mungu kuturudisha mavumbini. Amen. Anaamua tu sasa imekwisha na imekwisha. Alafu ingine kitu hapo anasema siku zetu duniani zikiwa miaka 1000 ni kama siku moja au ukeshi wa Mungu wetu. Amen. Asa ukahesabia miaka yako leo kulingana na 1000 ni asilimia ngapi? Kwa hiyo utakuja kuangalia kuna watu duniani sijui wanaishi sekunde, sijui wanaishi milisekunde. Yaani maisha yao hata kama aliishi sijui miaka 57, aliishi miaka 80, lakini bado kwa Mungu ilikuwa tu kama alikuangalia, ukazaliwa, ukaishi na ukafa. Amen. Asa katika hiyo muda mfupi ambao Mungu tu amekutazama hivi, unahitajika kuhesabu siku zako na usifanikishe kwa namna Mungu anavyopenda. Amen. Kwa sababu inasemwa Yesu atakuja katika utukufu wako, mwana wa Adamu, na atalipa kila mtu sawa na nini? Asa tumeangalia kama tuseme miaka 40 ni kama sekunde moja. Yaani Mungu alikuangalia sekunde moja na ukaondoka duniani. Kwenye hiyo sekunde moja umefanikisha mambo gani? Mambo mangapi kwa ajili ya Mungu? Amen. Jana nilikuwa nawapatia hesabu ya ufunuo fulani Mungu alinipatia kuhusu wakati. Amen. Tumesema siku ni muda wa masaa 24. Wazungu walipoona ya kwamba mtu anaishi, kuna wakati analala, kuna wakati anatumika kabisa, lakini kuna wakati hataki kutumika, wakajua okay, tunaangalia mtu alilala saa hizi na akaamka saa hizi, wakasema kwenye masaa 8 mtu anakuwaga amelala na ameamka. Amen. Amen. Nataka mnisikie vizuri na mnielewe. Wakaangalia pia wakienda sijui kwenye mawindo, wakienda porini, wakienda kuloa samaki au vitu vingine, kisha masaa 8 huyo mtu hata unamlazimisha, kwa kweli hataki tena kutumika. Amen. Alafu kinachobaki ni mambo mengine sasa, labda waende kwenye mabaraza, kwenye village, waongee, wacheze pamoja, wakawashe moto, waimbe, na kuchukua masaa 8. Amen. Kwa hiyo wasomi wakasema kumbe siku moja tunaweza tukaigawanya mara 3. Amen. Masaa 8 za kulala, masaa 8 za kutumika, na masaa 8 za kuenjoy na kufanya mambo mengine. Amen. Siri ni kwamba ukitumika sana bila kujipa muda wa kulala, unasikiaje siku ya kufuata?
So unasikia uchovu. Alafu ukitumika kidogo unalala sana, unajisikiaje? Yaani una hamu ya kutumika, hata kuenjoy na kushinda unajisikia tu yaani siku ya leo sijui kama ikoje. Amen. Amen. Na ukaenjoy sana kuliko muda wako wa kulala na kutumika. Yaani unajisikia kwamba hata ingekuwa tu nibaki hivi nisipigaki tena, maisha yangu yabaki tu kuenjoy. Amen.